Asanteni. Kama mnavyofahamu, kwa majina naitwa Mchange Habibu Mchange. Mimi ni mwenyekiti wa kituo cha wanahabari watetezi wa rasilimali na taarifa, kwa kifupi MESIRA. Sisi kama kituo huru cha wachambuzi wa masuala ya jamii tumeona ni vyema tukazungumza na Watanzania kupitia ninyi wanahabari wenzetu, ili tuweke sawa baadhi ya vitu ambavyo ama kwa bahati mbaya au kwa makusudi vimekuwa vikipotoshwa na Watanzania wenzetu, ama wanaoitakia heri mema au wasioitakia heri mema. Mtafahamu nchi yetu imetoka kwenye uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 na masuala kadhaa yaliyotokea baada ya uchaguzi mkuu, na mtafahamu, mnakumbuka jana anayefahamika kwa jina la John Heche, makamu mwenyekiti wa Chadema, amezungumza, ametoa tamko, anasema kwa niaba ya chama chake, tamko ambalo limetufanya sisi tuzungumze kama MESIRA, tuzungumze na Watanzania. Moja, kama Watanzania tuna wajibu wa kuambia wanasiasa, wawe wanachama wa chama cha Chadema, wawe wanachama wa Chama cha Mapinduzi, wanachama wa ACT na vyama vyote vingine, kwamba taifa letu ni muhimu kuliko vyama vyao. Nchi yetu ya Tanzania ni muhimu kuliko ubunge anaoutamani kuupata Heche, kuliko uraisi anaoutamani kuupata Lissu, kuliko ubunge anaoutamani kuupata Zito. Na kwa msiofahamu, mimi ninayezungumza hapa nimepata kuwa mwanachama wa Chadema, kwa nina vinasaba na Chadema. Kwa ninavyovisema hapa, nasema kwa maslahi ya Watanzania. Heche kwa makusudi huku au kwa bahati mbaya, jana amepotosha taifa na ametaka kurudisha taifa kwenye taharuki kwa kuzungumza masuala ambayo kwa mtu mwenye akili ukimsikiliza unaweza ukahoji utimamu wake. Miongoni mwa mambo mengi ambayo ameyasema Heche jana, ametutamanisha Watanzania kurudi kwenye ukoloni. Yani amesema taifa letu lishikiliwe au liongozwe na mashirika ya kimataifa ya nje. Sisi Tanzania ambao tulipata uhuru tarehe 9 Disemba mwaka 1961, tukaungana na Zanzibari miaka mitatu baadaye, leo tukabidhi uhuru wetu kwa wazungu watupangie namna ya kujiongoza, kana kwamba Heche wakati Mbowe na Lissu wanalumbana kutafuta uwenyekiti, wao walisalenda power kwa chama kingine au kwa watu wengine waongezee chama chao. Kwa hivyo, moja, tunakemea vikali mpango wowote wa viongozi wa kisiasa kutaka kuwarubuni wa Tanzania, kuwarudisha kwenye akili za kitumwa. Tumeshavuka huko. Tanzania inaheshimika Afrika, imepigania ukombozi wa Afrika. Nchi iliyoshiriki kuzikomboa nchi kama Namibia, Msumbiji, Afrika Kusini, leo haiwezi, kiongozi anajiita wa upinzani hawezi kutoka hadharani akashawishi taifa letu liuze uhuru wake kwa wazungu. Tutashirikiana na wazungu, tutashirikiana na mataifa mengine, tutashirikiana na mashirika ya kimataifa kwenye masuala yanayohusu mashirikiano. Kwa hiyo tumesema nianze na hilo. Tunakemea namna ambavyo wenzetu wanasiasa
wapo tayari kuuza uhuru wa taifa letu ili wawe madarakani. Kwa hiyo la kwanza hilo. La pili, mmemsikia pamoja na tuhuma zake amesema uchaguzi wetu haukuwa halali, uchaguzi uliofanyika mwaka huu. Kiongozi wetu anayeongoza nchi saa hizi ni batili. Mimi nataka nimkumbushe tu Heche ajue uhalali wa uchaguzi sio lazima Chadema washiriki. Uhalali wa uchaguzi hautokani, yani ushiriki wa Chadema sio SI unit ya kuhalalisha uchaguzi kwamba ulikuwa halali. Sisi tunafahamu Chadema walikataa wenyewe kushiriki uchaguzi. Sisi wa Tanzania tunapiga kura kwa waliokuja kugombea. Watanzania wa Njombe watachagua mbunge miongoni mwa vyama vya siasa vilivyogombea. Chadema wao wenyewe walisema hawatashiriki uchaguzi mpaka wapate mabadiliko wanaoyataka. Leo kwa sababu hujashiriki uchaguzi, wenzako vyama vingine vimeshiriki, Watanzania wameshiriki, unasema uchaguzi sio halali. Uwezi ukasema kiongozi aliyepatikana sio halali kwa sababu wewe hujashiriki. Mimi nina mfano. Heche sifa yake moja, historia yake, aliwahi kuwa mwenyekiti wa vijana wa Chadema. Heche, sisi tukiwa Chadema vijana tulimheshimu, japo ili Heche awe mwenyekiti wa vijana ilibidi mimi naezungumza nikatwe. Sasa sijashiriki, nilishiriki nikakatwa ili Heche awe mwenyekiti wa vijana. Mimi nikamuunga mkono mtu mmoja anaitwa Mwampamba, naye akakatwa siku ya uchaguzi. Tukamuunga mkono mtu mwingine anaitwa Gerson Nyakalungu, naye akakatwa siku ya uchaguzi. Tukamuunga mkono Beni Sanane, naye akakatwa. Mwisho Heche akagombea na mtu yeye mwenyewe ukimwambia uligombea nani mwenyekiti wa vijana hamjui. Akashinda kwa 51%. Hatukuwahi kusema sio halali, kwa sababu taratibu na kanuni za chama zilitukataza sisi kufanya vitu sababu tukatwe. Taratibu za nchi zinasema ili ushiriki uchaguzi lazima ukasaini fomu ya maadili, si ndivyo? Wewe umesema ushiriki utaki uchaguzi wala fomu usajili, alafu unakuja baadaye unasema uchaguzi sio huru, si uchaguzi haukuwa haki, uchaguzi umeingiliwa. Tunamshauri Chadema, zipo kazi nyingi za kufanya, sio lazima tuilazimishe, tuishawishi jamii iingie kwenye machafuko. Na kwenye hili tutaviomba vyombo vya ulinzi na usalama wafanye uchunguzi kwa makini, waangalie namna ambavyo Chadema inaweza ikawa inahusika kufanikisha machafuko ya Oktoba 29. Narudia, vyombo vya ulinzi na usalama vimewachekea sana Chadema. Wafanye uchunguzi, wakaangalie kwa namna gani Chadema wanahusika moja kwa moja kwa vurugu za tarehe 29 Oktoba, kwa sababu mahusiano yao na baadhi ya taasisi za ndani na nje zinafanana kwenye lugha. Kwa mfano, wanasema wananchi wapeni watu wazike miili yao. Wapeni watu wazike miili yao. Ni nani ameomba mwili wake akanyimwa? Yani Heche anapata wapi kusema wapewe watu wakazike wapendwa wao? Ni mpendwa nani? Ni mtu gani hapa Tanzania? Sisi wanahabari. Amekuja kwenye newsroom anasema ndugu yake amekufa kwenye Oktoba 29, wameomba mwili wa kwenda kuzika wamenyimwa. Yupo? Sasa unapata wapi habari ya kusema watu wakazike? Unasema kuna kaburi la pamoja. Mimi nimeenda hapo kwa Kondo, sijaliona. Lakini sasa taarifa hiyo wanasema Heche, taarifa hiyo wanasema mwandishi mmoja wa nje, taarifa hiyo wanasema mwanaharakati anayecontrol Chadema kutokea Nairobi, taarifa hiyo vinasema vikundi vyao. Halafu na sisi huku tunawaamini. Mimi na mchallenge Heche na nawachallenge watu wengine, ni nani ambaye ameomba mwili? Au ni nani ametoka hadharani akasema ndugu yake hajamzika? Sasa unazitoa wapi? Kwa sisi Mesila tunasema kwanza, hatupo tayari kuruhusu uhuru wa taifa letu, amani ya taifa letu iliyojengwa kwa zaidi ya miaka 60 ichezewe tena kama ilivyotaka kuchezewa tarehe 29 mwezi wa 10. Lakini tunawachallenge viongozi wa upinzani hasa Chadema
wakaangalie, wajiangalie kama wanavyofikiri sawa sawa. Inawezaje kuwa sawa wewe utamani taifa lako liendeshwe na watu wa nje? Lingine la muhimu watu kujua, Chadema hawajaanza leo kuto kushiriki uchaguzi. Mwaka 95 hawakushiriki uchaguzi. Alikuwa mgombea Mlema na wengine, uchaguzi ulikuwa huru, ulikuwa huru, lakini wao hawakushiriki. Mwaka 2000 Chadema hawakushiriki uchaguzi mkuu. Waligombea CUF, NCCR na wengine, uchaguzi ulikuwa huru. Kwa uchaguzi kuwa halali, swala la uchaguzi kuwa halali haliwezi kuhalalishwa na ushiriki wa Chadema, au uchaguzi kuwa haramu hauwezi kuhalalishwa na kuto kushiriki kwa chama kimoja. Nyinyi mmeamua hamshiriki, pisheni. Sasa wao wanasema mimi sishiriki uchaguzi, alafu nasema uchaguzi huu serikali siitambui. Walioshiriki wanaitambua. Kuna vimeshiriki vyama zaidi ya 15, kwa sababu mbele ya sheria vyama vyote vina haki na hadhi sawa. Na kwa nchi yetu swala la uchaguzi ni hiari. Vyama vya siasa Tanzania havilazimishi kushiriki uchaguzi. Unaamua mwenyewe ushiriki au usishiriki. Unasema hakuna usawa hapakuwa na majukwaa sawa ya kisiasa. Ni kweli? Unaweza kusema kuna kipindi Chadema wamefanya mikutano kuliko kipindi hiki? Wamekwenda kila sehemu. Wakati wana promote agenda yao ya no reform election, wamekwenda kwenye vyombo vya habari, hamjawapa platform. So wamekwenda kwenye taasisi zetu za vyombo vya habari, wamekwenda East Africa, wamekwenda Azam, kote wamekwenda wamefanya mikutano ya hadhara, lakini bado wanatutukana wanahabari kwamba vyombo vya habari vimekandamizwa. Uchaguzi, yani siasa haikuwa sawa. Kama uliweza kwenda East Africa Heche ukasema nchi hii haitatawalika kama hapata kuwa na reforms, ulitumia mfumo gani? Si chombo cha habari. Kama ulikwenda TBC, kama ulikwenda Azam. Sasa pia wasitutukane matusi ya reja sisi wanahabari. Wenyewe tu wanafahamika, wanasogea, wana trend kupitia vyombo vya habari. Na akisema hakukuwa na mazingira sawa, vyama vya upinzani vimekandamizwa, mimi ni shahidi. Tumemuona kiongozi wa upinzani wa chama hiki akizunguka nchi nzima. Alafu lazima tujue, tukumbushane hata sisi wanahabari, kuwa kiongozi wa asasi, mimi ni kiongozi wa NGO ya Mesira, kuwa kiongozi wa Chadema, kuwa kiongozi wa CCM hakukuondoi kwenye jinai. Yaani wewe huwezi kusema kwa sababu wewe upo kiongozi wa upinzani alafu unakwenda kutukana na mtu. Huwezi kujiita wewe kwa sababu ni mkuu wa asasi ya kiraia unakwenda kumpiga mtu makofi. Haiwezekani. Nchi yetu inaongozwa kwa misingi ya kisheria. Tumejiwekea sheria ili tuheshimiane. Ndio maana mimi na ubonge wangu huu naweza nikafika barabarani hapo, trafiki mwembamba akanisimamisha, nasimama namsikiliza kwa sababu ya utaratibu, utawala wa kisheria. Sasa wewe mwenyekiti wako anaongea vitu vya kuvunja amani, anakamatwa, anapelekwa kushtakiwa, anashtakiwa wazi, kila mtu anaona, alafu wewe leo unatoka unasema aachiwe huru. Yule kule Karatu kule, mama mtoto wake kakamatwa kwa makosa na anashtakiwa, hana uwezo wa kupiga kelele, ataachiwa kwa njia gani? Tuviache vyombo tulivyoviamini viendelee na kazi. Halafu haiwezekani sisi tukishinda kesi mahakama ziko huru, Mungu katenda haki, tukishindwa mahakama zinaingiliwa. Kwa hiyo leo tumesema tuzungumze na Watanzania wenzetu, tuwaambie hatupo tayari kuruhusu tena upotoshwaji unaofanywa na watu kama kina Heche. Heche mwenyewe amekuwa hapo walipo kwa sababu kanuni za chama chake zilifuatwa. Kanuni ya Chadema ilitaka mimi nikatwe, nilikubali kukatwa. Kanuni ya uchaguzi wa NEC imewataka Chadema wasaini, wamekataa, wamesema washiriki. Halafu ngoma usioicheza usiingilie. Chadema wamesema hawataki kuhusu nini? Uchaguzi. Leo wangetokea watu walioshiriki uchaguzi, chama kilichoshiriki uchaguzi kinazungumzia manunguniko, tunaona sawa. Kwa hivyo nimesema tushirikiane na nyinyi, tuwaambie hadithi za kutuambia sisi tutawaliwe na wazungu kwa njia yoyote ile hatupo tayari. Hadithi za kudanganya watu, kuchochea watu kwamba kuna miili ya watu haizikwi, atuambie mtu mmoja aliyemfuata akasema ndugu yake hajazikwa.
Na kwa taarifa yenu, kutoka Oktoba 29 mpaka leo unaweza kukuta watu waliofariki kwa maradhi mbalimbali ni wengi kuliko wanaohisiwa wamefariki kwenye Oktoba 29. Lakini watu wamezika, tunaendelea kuzika watu wetu kila siku. Ukafiwa. Hapajawahi kuwa na matangazo ya Omari Juma leo anaenda kuzika ndugu zake. Baada ya kusema hayo, ndugu zangu, niweke koma hapo, niwakaribishe mwenye maswali, maoni au ushauri. Sisi wanahabari tuna wajibu wa kupaza sauti na kukemea kila aina ya hatari inayotaka kuletwa katika taifa letu. Mwisho kabisa, na si serikali wawashughulikie hawa watu. Hawa watu wanataka kutuharibia amani, na kwa namna moja au nyingine wanahusika na vurugu za Oktoba 29. Karibuni sana. Maswali? Huseni, Marwa, waandishi wa habari, twende mambo leo. Tumesikia mwenyekiti ameshazungumza tayari. Kwa wale ambao wana maswali, karibuni. Joni kaenda kuandika. Joni Marwa, karibu. Nenda kuuliza maswali mawili. Chadema wamesema hawatambui serikali. Huku Rais Samia akiwa anahubiri kwamba inahitaji kuwa na maridhiano ya taifa, inahitaji kuwaleta watu pamoja ili tuanze mchakato wa katiba mpya na masuala kama haya. Unaona kuna mwafaka wowote ule wa kitaifa au maridhiano ya kitaifa wakati huu ambao chama kikuu cha upinzani inasema hakitambui serikali? Pia swali la pili, Chadema imesema wakuu wa vyombo vya usalama wawajibike kwa sababu kuna watuhumu walihusika na kadhia iliyotokea tarehe 29. Unadhani wajibu wa vyombo vya usalama utekelezwa kwa mujibu wa sheria? Vyombo vya usalama vinapaswa kuwajibika kwa kilichotokea? Asante. Haya, si nijibu hayo kwanza au si bwana? Kutokuitambua Chadema, kutokuitambua serikali, yani uitambui Chadema inasema itambui serikali, alafu ikifika Mwenge kuta taa nyekundu zimewaka, anasimamisha gari, maana yake automatic anatambua serikali. Vinginevyo kutokutambua serikali, akiumwa asiende kutibiwa na hospitali zinazogharamiwa na serikali, wasifanye chochote kinachohusishwa na serikali. Kwa hiyo ni masuala ya kuigiza tu. Hawatambui serikali, wanatambua serikali. Serikali yoyote duniani lazima iwe na mamlaka. Alafu wao hawana uamuzi wa jumla kuhusiana na uhalali wa serikali. Wenye kuamua kuhusu uhalali wa serikali ni waliopigia kura. Pia hawatakuwa wa kwanza kusema watambui serikali huku wakinufaika na serikali. Nakumbuka baada ya uchaguzi wa 2020 walisema mambo kama hayo. Kwa mimi sihangaiki nao kwa kutambua kwao au kutambua kwao. Ninachosema ni kwamba vyama vyote vya upinzani Tanzania, vya upinzani viliofika level ya Chadema, vilikuwa vinakwenda kufa. Ili kutengeneza uhalali wa tutakufaje, walitengeneza misemo kama ambavyo Heche na wenzake watengeneza misemo. Sisi tunaamini serikali ipo. Ndio maana anataka watu wafidiwe. Unaomba serikali uitambue, alafu unawaambia serikali ifidie. Serikali uitambue, alafu unasema serikali inakandamiza. Kwa hivyo mimi na Mtebo Heche na wanachadema wenzake kama watu ambao wamekwama, wanatapatapa, ila nawakumbusha shughuli zipo nyingi za kufanya. Sio lazima tupotoshe na tuchafue nchi yetu. Kuhusu wakuu wa vyombo vya dola, mimi nafikiri tuishukuru serikali, wamefanya ungwana. Matamko kadhaa yamesema kilichotokea siku zile ilikuwa ni mapinduzi au majaribio ya kimapinduzi. Kama serikali imeamua sio tu kuchukua hatua kuwasamehe wale vijana walioshiriki, mimi nafikiri vyombo vya dola vimefanya kazi yao proper kabisa, kwa sababu kazi namba moja ya dola ni kulinda uhuru na usalama wa taifa letu. Marwa, wakati wale wanafanya vurugu, polisi walikuwa na wajibu wa kuzuia wanaofanya vurugu,
ili mimi na wewe ambao tufanye vurugu tuendelee kuishi. Kwa wakati wengine wanafanya shughuli zao ama ni vurugu ama ni starehe, na kuna wengine wanafanya shughuli zao na wanatakiwa waheshimiwe na walindwe. Nakushukuru Bwana Maro. Mimi nafikiri imetosha. Au unasemaje wazee wenzangu? Karibu, swali lako linasemaje? Kwa mujibu wa taarifa jana ya Mheshimiwa Heche, ndio alitaka Umoja wa Mataifa kuweza kuja kuuzia Tanzania silaha. Ndio. Kwa sababu zinatumika kwa madai yake kulikuwa ndio Tanzania. Hiyo unalizungumziaje? Mimi nafikiri Heche amekurupuka tu. Hata hajui nani anauza silaha. Umoja wa Mataifa umeanza lini kuuza silaha? Sio kazi ya Umoja wa Mataifa kuuza silaha. Kwa kama alisema hivyo na kushauri naendelea kujenga hoja, hawa viongozi wetu wa upinzani muda mwingine wakikaa kimya kulingana ukubwa wa vyama vyao wanaheshimika. Wanapoongea tunaanza kuona ubongo wao ulivyo na makamasi mengi. Wakikaa kimya lakini watu wanaheshimika. Sasa Heche kasema achana na hiyo silaha. Heche kasema nchi yetu ishikiliwe na wazungu. Yaani wewe una rais, una amiri jeshi mkuu, wote wakae chini ya nani? Ya wazungu. Huyo ana akili timamu? Yaani mpaka Chadema nayo ikae chini ya nani? Ya wazungu. Sasa atashikama ameshindwa kujua tu mamlaka za nchi. Ameshindwa kujua tu mipaka ya uhuru wa taifa. Anatamani leo sisi miaka 64 baada ya uhuru anaona kabisa tumeshindwa kabisa kutatua matatizo yetu. Mpaka tukawafuate wazungu. Atashindwa kusema Umoja wa Mataifa unauza silaha. Sasa lini Umoja wa Mataifa unaanza kuuza silaha? Kwa kama amesema hivyo, iko ni kielelezo cha aina ya uelewa mdogo waliokuwa nao, kwa sababu yeye anaamini mageuzi ni kufoka. Yaani ili uwe mtu ambaye unapambania mageuzi, wewe unaweza kufoka. Kuongoza chama kama chake inahitaji akili nyingi, kwa sababu akiendelea kulopoka, Watanzania wataendelea kumsoma, watakizidi kukipuuza kama ambavyo wamekipuuza ushawishi wao wa tarehe 9 juzi walitaka watoto waandamane. Karibu bro. Ndio. 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 Asante. Kwenye usafishaji wa nyumba au mitalo, unaweza kusafisha mtalo ukiwa nje? Utaweza? Unatakiwa uingie ili ufanyaje? Sasa Chadema wanalalamikia kuhusu kanuni za uchaguzi ambao hawajashiriki. Sio, umenipata vizuri? Unalalamika kanuni za uchaguzi ambao umesema hujashiriki. Narudia tena, viongozi wetu wa upinzani wanatakiwa wapimwe akili. Taifa letu la Tanganyika kabla tujapata uhuru mwaka 1958 tano ilibidi ishiriki uchaguzi mgumu kuliko huu ambao Heche alitaka apewe kwenye kisahani. Walikuwa wana kanuni zinazowabagua. Upige kula ngapi? 3. Na sio tu kupiga kula 3. Mpiga kula lazima awe na kiasi fulani cha fedha. Wale wasingeshiriki uchaguzi, wale wasingeshiriki, tungepata uhuru. Kwa hawa watu wetu wa upinzani ni wasanii. Wanatafuta soft. Yaani uwezi, mimi ni mwana CCM kwa mfano. Nitakuwa mwana CCM wa ajabu nitakayemrahisishia Heche ashinde. Si lazima tupambane. Si ndivyo? Kama ambavyo Mbowe alipambana kuhakikisha Lissu afanyaje? Hamshindi wenye kiti. Kama ambavyo Lissu amepambana kuhakikisha anamshinda nani? Anamshinda Mbowe. Maana yangu nini? Maana yangu ni kwamba kanuni unazosema ni mbaya, unatakiwa ushiriki ili uonyeshe huo ubaya wake. Sasa wewe unafikiri katika akili ya kawaida, yani CCM watakao watungie kanuni za Chadema ili wawashinde, inakuingia akilini? Mwanahabari mwenzangu, inawezekana? Yani CCM wakae, uchaguzi uliopita huo, Simona bunge limekuwa CCM ameshinda wengi, wale bunge watakao waseme tutunge kanuni ili Chadema watushinde. Lakini wangeshiriki uchaguzi, wakapata wabunge wao 7, 20, 50, wangeenda wapi? Bungeni. Bungeni kule wangepambana wabadilishe hizo kanuni. Kwa hiyo kwa kifupi, sasa hivi hawa kina Heche wameirahisishia CCM kuongoza kwa miaka mingi zaidi. Ndio hapo sasa wanatakiwa wampongeze Samia.
pamoja na kwamba chama chake kimeshinda, sio simmekimbia wenyewe, pamoja na kwamba chama chake kimetoa wabunge wengi, lakini anawaambia njooni tukae. Kwani Samia asipowaita Chadema kukaa nao mezani anapungukiwa nini? Urais wake unayumba? Sasa tena kwa rais. CCM asipoita Chadema wakae mezani, CCM itapoteza urais? Itaendelea, lakini busara inasema hawa si wenzetu. Sisi tunafanya biashara ya siasa. Hawa si wabia wenzetu. Njooni tuzungumze. Tunavyotaka kuvitengeneza, tuvitengeneze. Wao wanataka kubembelezwa. Wanajiona they are so special katika nchi. They are not that special. They are just Watanzania tu kama sisi, mimi na wewe. Na kwa nini wamekuwa special? Kwa sababu mara nyingi tumewaacha. Ilifika kipindi mpaka mnakumbuka, ilikuwa akiongea rais mpaka kasikiza Dr. Slaa akasemaje. Mnakumbuka? Alivyokuwa katibu mkuu wa CCM. Sasa sisi hatutaruhusu tena kitu kitokee. Mimi Heche mimi. Ilibidi mimi ningolewe ndio makamu mwenyekiti. Mimi na na akili. Hawezi kunibuluza. Akisema uongo, tutafanyaje? Tutamsahihisha. Msiojua Heche ili awe mwenyekiti wa vijana ilibidi mimi ningolewe na Mbowe. Wakati huo Heche ni mtoto mzuri, mtoto pendo wa Mbowe. Kwa hiyo hana hiyo special katika taifa kwamba yeye akikaa pale na foka tu sijui hapana. Taifa lina misingi, taifa hili limeundwa, kuna watu wamelipigania, kuna watu wameliasisi, na sisi vijana tutalilinda. Nimekujibu vizuri bro? Nafikiri imetosha. Saa 8 dakika 40 sasa hivi wazee.